Bwana, mambo vipi? Siku nyingi sana zimepita hatujapata nafasi ya kuzungumza. Karibu sana kwenye Ngale Sports, tuna mengi ya kuzungumza na kubwa zaidi tunaitazama ligi kuu na changamoto zinazoikuta klabu ya Yanga. Wengi tunajiona Yanga inacheza uwanjani, inatoka sare mfululizo tangu kutoka dabi ya Kariakoo mpaka mchezo aliocheza jana. Je, changamoto ya Yanga ni nini? Changamoto ya Yanga iko wapi? Tulia hapa Ngale Sports, kuna mengi ya kukujuza ama kukudadavulia kuhusiana na changamoto za klabu ya Yanga na nini pengine ambacho wanaweza kufanya ili kuondokana na hiyo changamoto. Nikukumbusha tu kwamba Yanga ndiye bingwa wa ligi kuu ya NBC msimu 2024 25 sasa hivi tunaelekea 26, tunakwenda kumtafuta bingwa mwingine. Kwa maana ya Yanga anaingia akiwa na kofia ya ubingwa mtetezi. So, changamoto ya kwanza ya Yanga. Changamoto ya kwanza ya Yanga imeanzia mbali kidogo. Imeanzia kwenye eneo la usajili. Unaweza usinielewe. Unaweza kusema mbona timu ilikuwa inacheza vizuri. Lakini changamoto ya Yanga kwa msimu huu imeanzia kwenye usajili. Tangu msimu wa 2020-21 ama 19-20 wakati Yanga wanaanza kuboresha kikosi chao na kuingia kwenye mazingira ya kiushindani. Huu ndio msimu ambao pengine wachezaji wengi ambao wamewasajili hawajawa kwenye wakati mzuri. Kwa hiyo kitendo cha wachezaji kutokuwa na wakati mzuri moja kwa moja inapelekea kutumia nguvu kubwa, pengine ya kutaka nguvu ya kiufundi zaidi itumike kwa maana kutoka kwa kocha ili wachezaji waweze kudeliver kile ambacho kinahitajika. So Yanga wachezaji wengi sana. Nikukumbushi kina Andy Boyeli, kina Celestine kwa kina Lasini Koma, kina Dumbia, hao wote ni ingizo jipya la msimu huu. Musa Bala Conte kama mnakumbuka vizuri ni ingizo la msimu, lakini ndani dirisha dogo wakaondoa wachezaji na kuleta wachezaji wengine. Je, wachezaji waliowaleta imekuwaje? Katika wachezaji ambao wamewaleta katika dirisha dogo wameonyesha mwanga wa mwendelezo mzuri, lakini timu ipo katika nyakati ngumu, ambao hiyo sasa ni sababu ya pili Yanga kutokuwa na wakati mzuri. Na sababu ya pili ni kwamba changamoto za Yanga, wao wanalalamikia ratiba. Wanalalamikia ratiba ilikuwa back to back. Lakini ratiba kikanuni ipo sawa. Sasa unaelewa hapa? Ratiba kikanuni ipo sawa na kwa bodi ya ligi pia wapo sawa. Kwa sababu ilikuwa ni makubaliano kwamba ligi iishe ama target ya kwamba ligi iishe kabla ya kuelekea kwenye michuano ya kombe la dunia. Kwa sababu Tanzania timu zetu hazishiriki tu ligi kuu. Tunashiriki ligi ya mabingwa, kombe la shirikisho la kwa maana Afrika, lakini pia na kombe la shirikisho kwa maana la FA ya ndani. Kwa hayo ni mashindano manne ambazo timu zetu zinacheza. Msimu huu tumeingiza timu 4 kwenye michuano ya CAF, tofauti na msimu kadhaa iliyopita nyuma. Tafsiri yake timu hizi zitaanza kufika hatua ya makundi, maana kumepunguza idadi ya michezo wa kwao kwenye ligi kuu kwa muda ambao takiwa wamecheza. Ndio maana ukienda kwenye ligi kuu unakutana na mazingira timu imecheza michezo mingi na hizi timu 4 ndio zinatafuta sasa huo uelekeo wa kutafuta uwiano wa michezo ile timu ambazo zikacheza ligi kuu watu wamekwenda kwenye ligi ya mabingwa. So iko hivi, wakati unacheza mechi back to back lazima utachoka. Ukichoka ndio tunakuja kupima ubora kwenye maeneo makubwa matatu. Eneo la kwanza kiufundi, utimamu wa mwili wa wachezaji kama unarudi kwa kocha wa viungo. La tatu ama la pili katika hayo matatu, la pili uwezo wa mchezaji mmoja mmoja na ule ustahimilivu as a team. Yaani unazungumzia kwamba timu inaonekana imechoka. Mchezaji mmoja mmoja pia wamechoka, lakini wakicollide ile nguvu, wakiunganika ile nguvu yao inakwenda kuwapa kitu bora kiasi gani. Cha tatu tunakuja kuangalia nguvu ya kocha kiufundi kuwapumzisha wachezaji wakiwa ndani ya mchezo ili kutunza nguvu kuelekea katika mchezo inayofuata. Hivyo vitu vitatu kwa Yanga havijaonekana vikiwa na uwiano sawa sawa. Maana yake kuna changamoto imeonekana katika hayo maeneo makubwa matatu ambayo ni sababu kubwa ya pili ya Yanga kutokuwa na mwendelezo mzuri mpaka tunapozungumza kwenye ligi kuu. Iko hivi, kama ndani ya saa 72 unapata muda wa kusafiri kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, unacheza mechi na unatimiza zile taratibu za kikanuni. Hilo ni jambo lingine kabisa. Sisi tunaiangalia timu ina perform kiasi gani.
ile ustahimilivu wa timu bado upo. Timu inashinda kwa mikito ile ile kiwanjani, kuanzia kwenye kukimbia mpaka kwenye kutafsiri matendo. Kwa sababu kumbuka, kuchoka kuna mambo mawili. Unachoka kimwili, unachoka na kiakili. Akili ikichoka, mwili ukiwa bado una nguvu, unapambana, unaweza kupata performance bora ya nguvu kuliko ya kimaamuzi. Ukichoka vyote huwezi kupata vyote kwa pamoja. Kwa maana huwezi kukimbia sawa sawa kiwanjani kwa kilomita zile zile, lakini pili huwezi kufanya maamuzi kwa usahihi ule ambao ulikuwa unafanya kwa sababu akili yako imechoka. So kwenye kila ambacho tunakiona kiwanjani, Yanga inathibitisha haya mawili. Utimamu wa mwili, kimwili, lakini pia na kiakili. Unaweza ukasema umeanza kwa wachezaji wa Yanga. Kama wachezaji wa Yanga wangekuwa mentally wako sawa sawa, tusingeiona performance ya Djigui Diarra iko namna ile. Kwamba kila maamuzi ambayo anayafanya mwamuzi ni ya kumwegemea Yanga, ni ya kumfanya yeye pengine aonekane yuko sahihi kuliko mwamuzi. Maana yake Djigui Diarra kwa namna amechoka kiakili ama amechoka pia kimwili. Kwa sababu maamuzi anayoyafanya yanadetermine ama yanathibitisha kile ambacho kinaonekana kwenye huo mgawanyo wa kimatukio kiwanjani. Ni mechi zisizopungua 3 mfululizo Diarra amekuwa akifokea waamuzi, akiamini kwamba waamuzi wanakosea, tena kwenye mazingira sahihi kabisa, na wakati mwingine amefanikiwa kwa blackmail waamuzi kusema kudhibitisha kwamba kweli walikosea. Kwa mfano mechi dhidi ya Simba, goli ambalo Simba alifunga, waamuzi akalikataa, ikaamuliwa kuwa ilikuwa ni offside. Diarra alienda kumpa maneno mwamuzi. Alafu kamati ilipokuja, kamati kaamua kwamba mwamuzi alikosea. Maana yake ni kwamba Djigui Diarra baada ya kufanya kosa Yanga kuruhusu goli, yeye moja kwa moja ni kwamba tunaonewa. Lakini nashindwa kudhibitisha ama alishindwa kukaa chini na kufikiria mara mbili kwamba safu yake ya ulinzi akiwemo na yeye mwenyewe walifanya makosa. Hiyo ni kidhibitisho tosha kabisa kwamba kwa namna uwiano wa kuchoka kiakili na kimwili upo kwenye klabu ya Yanga. Tukio lingine ama sababu nyingine ambayo Yanga wanaonesha kwamba kuna namna ya uchovu inawaathiri. Na mmoja alizungumzia mambo matatu: mchezaji, kuna kocha hapo wa viungo ama lakini pia timu, lakini pia kuna sehemu ya benchi la ufundi. Kwa maana sasa nakuja kwa kocha Pedro Gonçalves. Yes, Pedro anapitia changamoto ya kukutana na majeraha kwa baadhi ya wachezaji wake muhimu. Mfano la kushambulia Prince Dube. Depu aliumia, Pacome akaingia na akatoka kwenye kikosi. Ameumia Dickson Job kwenye eneo la ulinzi. Hao ni wachezaji muhimu. Lakini sasa kiufundi, wakati kocha na wachezaji wasiopungua 22 mpaka 25, ulikuwa unatoa uwiano wa michezo kucheza kwa hao wachezaji kwa muda sawa sawa, au angalau ulikuwa unatoa muda wa wachezaji kuonekana kwamba hawapishani viwango, au lazima tukulaumu kocha. Mfano, kwenye kocha cha Yanga kuna mchezaji anaitwa Farid Musa Maliki. Umemuona mara ya mwisho lini? Kuna mchezaji anaitwa Abubakar Sure Boy. Naomba tu Sure Boy, maana yake hapo unachanganya kidogo kati ya baba na mtoto. Sure Boy mara mwisho kumuona kwenye jezi ya Yanga ilikuwa ni lini? Simuelewa. Huyu Frank Asing tunamuona kwa sababu Dickson Job kaumia, kwa sababu ya kimazingira ambayo yamejitokeza, lakini alikuwa anatajwa tu jina lake, hatumuoni kwenye kikosi akipata nafasi ya kucheza. Tulimuona Mtwali Mshele akipata nafasi ya kudaka kwa sababu Djigui Diarra alipata changamoto. So unakuja kupata majibu moja kwa moja kwamba kwa namna pia kocha alikuwa na ombwe ama group la wachezaji ambao angeweza kuwatumia, lakini ameshindwa kuwatumia. Ikimpia majeraha ya Kibwana Shomari, kurecover ambako ana recover yao kwa sasa hivi, unaona kabisa kwa namna ambavyo angeweza kufanya kitu mapema kabla hapa ambapo alifika. Lakini sio tu hivyo, je, mbinu kiwanjani, wachezaji wako wamechoka, mmepata goli moja, unaamuru timu ifanye nini? Timu ikirudi nyuma, maana yake timu inakubali kushambuliwa. Lakini je, ubora na utimamu wa mwili na kiakili wa wachezaji wako kwa huo muda, wapo tayari kuvumilia kwa muda ambao unarudi nyuma mpaka mchezo unaisha? Angalia mchezo uliochezwa dhidi ya Mtibwa. Yanga anapata goli, timu inaleta nyuma, Mtibwa anaishambulia Yanga. Kaangalia mechi iliyopita ambayo umetoka sare nyingine. Yanga anaingia kiwanjani, unashambuliana zamu kwa zamu, kuna muda unapumzika kidogo, kuna muda anashambuliwa, anaweka timu nyuma kwa ajili ya kutunza nguvu, lakini mwisho wa picha
unashindwa kusecure ama unamaliza mechi bila kuwa na on target. Kwa namna timu kiufundi inapitia changamoto majeraha, lakini pia kimbinu, kwa namna pia kocha Pedro fanya maamuzi yake hayako sawa sawa. Nikukumbushe tu kwamba hii ni Ngale Sports, tuna mengi ya kuzungumza kuhusiana na klabu ya Yanga. Sawa hapo Yanga ambaye ni bingwa mtetezi wa ligi kuu ya Tanzania msimu 2025-26. Hivyo ni miongoni mwa sababu nyingi ambazo zinafanya Yanga kutokuwa na wakati mzuri. Kwa mengi na mengineyo yanayohusu Yanga, usisahau kusubscribe Ngale Sports. Kesho tutakuletea taarifa zile za ndani kabisa kuhusiana na kile ambacho Yanga, maamuzi ambayo anakwenda kuyafanya.